أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين يا رب، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. Ama baada ya kumshukuru Allah jalla fi ula na kumtakia rehma kipenzi wa umma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ama ndugu zangu wasikilizaji wa channel hii ya Turiyu TV, katika siku hii ya leo biidhnillahil karim, insha Allah, hebu twende tukatazame ismu salam, yani jina la sita la Allah, ambalo si lingine bali ni ismu salam. Jina hili linaitwa as-salam. Hili ni jina zito sana ndugu zangu, ni katika majina makubwa sana duniani na yenye kutamba sana katika utendaji, na ndilo jina ambalo linaweza kutuliza hata ghasia za nchi, ghasia za wilaya, ghasia za mikoa, ghasia za vijiji. Jina hili as-salam ni katika majina makubwa sana sana sana. Lakini pia ismu salam ni jina la sita katika mrorongo wa majina 99 ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na jina hili wanawachuoni wakasema maelezo yake na maana yake ni kwamba al-mu'tis salama wal amna, al-mu'tis salama wal amna, lakini alladhi yaj'alu al-mu'minina fi amni wa salam. Kwa maelezo ya jina hili ni kwamba yeye Mwenyezi Mungu ndiyo mtoaji wa amani na usalama, na anayewaweka waumini katika hali ya usalama na utulivu. Hii ndiyo maana ya tafsiri ya jina hili. Lakini basi, hebu moja kwa moja twende tukaone faida yake ni nini katika hili jina kwa atakayelitumia. Yoyote ambaye atakayefanikiwa kulisoma jina hili, basi atatengeneza amani, atapata amani kubwa sana katika maisha yake. Ambaye atakayefanikiwa kulisoma jina hili atakuwa amejenga amani katika maisha yake. Hatakuwa ni mwenye kukosa amani siku zote, every day. Hakutaweza kujitokeza kitu ambacho kitakuwa ni sababu ya yeye kukosa amani katika maisha yake. Lakini kadhalika, huyu mtu atakuwa ni mtu mwenye faraja ya kudumu. Atakayejitahidi kulisoma jina hili, basi atakuwa ni mtu mwenye kukithiri kuwa na faraja za kudumu. Hata kosa faraja katika maisha yake, atakuwa ni mtu wa kufarijika. Kwa kifupi, atakuwa ni mtu ambaye hana maumivu, hana dhiki, hana shida, ni mtu wa kufarijika. Kitu cha kwanza tumesema utakuwa ni mtu mwenye amani. Kitu cha pili tunasema utakuwa ni mtu mwenye faraja katika maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu ya kukithiri kulitumia jina hili la ismu salam. Na vile vile jambo lingine la tatu, jina hili ukikithiri kulisoma huondoa hofu pamoja na mashaka. Kwa yule mtu ambaye ana hofu, ana mashaka
basi jina hili linakwenda kumuondolea hofu na linakwenda kumuondolea mashaka, na ndani ya hofu na mashaka inakwenda kutawala amani katika maisha yake. Jambo lingine, yoyote atakayekithiri kulisoma jina hili ni kwamba mtu huyu anakuwa anapata hupata usalama katika yeye pamoja na familia yake, pamoja na usalama katika mfumo wa kiroho. Huaminika na kupata salama. Hivyo jina hili ukilisoma kwa kiufupi kabisa, kwa mkusanyiko wa kila kitu, ni jina ambalo linatengeneza amani ya maisha, amani ya utafutaji, yani namaanisha amani ya biashara, jina ambalo linaleta amani ya nyumba, jina ambalo linaleta amani ya kupata watoto, jina ambalo linaleta amani ya kupata kazi, ni jina ambalo linaleta amani pindi ambapo unapokuwa kazini, ni jina ambalo linaleta amani pindi ambapo unakuwa upo safarini. Kwa kiufupi kabisa, jina hili linatawalisha amani kwa kila hali utakayokuwa nayo. Lakini naomba nisisitize sana katika hichi, amani ya maisha. Wapo watu wanapenda kutafuta maisha lakini amani hawana, maisha yanakuwa magumu. Tumia sana jina hili ukatengeneza amani ya maisha yako. Tumia sana jina hili utengeneze amani ya biashara yako. Tumia sana jina hili utengeneze amani ya familia yako. Tumia sana jina hili utengeneze amani ya nyumba yako. Na jina hili linaingia kujenga biashara, kuleta amani na kusikilizwa sana. Na jina hili linaingia katika mifumo tofauti katika kuijenga amani ya kila kitu. Na mwisho kabisa, jina hili linaweza kusababisha kuleta amani ya nchi. Endapo baadhi ya watu wakajikusanya na wakawa wanafanya istighfari, wakaomba dua, na kisha wakatumia jina hili assalam, wakawa wanasema ya salam, ya salam, ya salam, ya salam, kwa idadi yake, basi wataleta amani katika nchi. Sisi leo tupo katika kipindi cha uchaguzi. Tunatamani tuone amani imesimama katika uchaguzi. Hivyo ndugu zangu, tukithirishe sana kusoma dua jina hili la salam, tukithirishe sana kulisoma kila siku ili tupate amani katika uchaguzi wetu. Haki isimame, amani ipatikane. Na haki haiwezi kupatikana bila ya kusimama amani. Kukiwepo na amani ndipo watu watapata haki zao. Sehemu penye amani watu watapiga kura kwa utulivu. Mahakamani pakiwa na amani watu watatendewa haki, lakini kukiwa kuna rindima mabomu, haki itatendwaje wakati mahakimu wenyewe hawajapata amani ya kusikiliza kesi za watu? Kwa hiyo amani kwanza, alafu haki ndipo ifuate. Amani ndio msingi wa kidunia ndugu zangu. Bila amani haki haiwezi kutendeka, na dunia itakapoelekea patakuwa ni pabaya kuishi maisha ya bila amani. Sasa moja kwa moja, hili jina la ismu salam linaleta faida kubwa sana za kujenga amani ya kila kitu katika dunia. Je, jina hili likoje uzito wake? Uzito wa jina hili ismu salam, ukianza neno salam, sini ni 60, lam ni 30, mimu ni 40, jumla yake ni 63.
Aya ya Qur'ani ambayo inazungumzia hii jina la ismu salam ni pale ambapo aliposema Mungu salamun huwa alaikum bima sabartum. Zipo aya nyingi, lakini leo tunakunukulia aya moja katika suratu Al-An'am, aya nambari 54, aliposema Mungu salamun huwa alaikum bima sabartum. Kuna katika suratu Yasin kule salamun qawla min rabbir rahim. Zipo nyingi aya ambazo zimezungumzia hili jina la assalam. Sasa mwisho kabisa katika mazungumzo yetu tunasema kwamba hii salam, jina salam, linatengeneza yote na yote, na mwisho wa siku linajenga umakini sana wa mtu kupata maisha ya utajiri, kwa sababu utajiri hauwezi ukapatikana kwenye fujo. Utajiri hauwezi ukapatikana kwenye dhiki, kwenye balaa, kwenye matatizo. Utajiri na maisha mazuri hupatikana kwenye amani. Jina hili yote katika yote, maishilizio yake na mafikilizio yake huenda kusimamisha utajiri kwa mwanadamu. Sasa basi, linasomwa vipi jina hili? Unalisomaje jina hili? Tumesema uzito wake ni nambari 63. Uzito wa jina hili ni 63. Salamun huwa alaikum bima sabartum. Salamu iwe juu yenu kwa sababu mmesubiri. Watu wa subra wanatakiwa wapate amani. Haya ni maneno ya Mungu kwamba yoyote kumbe anayekuwa ni mwenye kusubiri, basi mtu huyu hupata amani. Lakini ukikosa subra huwezi kupata amani. Mwisho wa siku utapata shida na kudhulumiwa haki yako. Sasa moja kwa moja hebu twende tukaone matumizi ya jina hili. Matumizi ya jina hili yanaweza yakawa ni mara moja tu, lakini utachagua muda utakao upenda wewe. Matumizi yake, utalisoma jina hili asubuhi, kulisoma asubuhi mara 63, au utalisoma usiku kabla ya kulala mara 63. Hapo utakuwa umefanya jambo kubwa kabisa, na utakuwa umefanya jambo nzuri kabisa la aina yake. Lakini wanawachuoni wanalizungumzia jina hili. Kabla ya kwenda kusema utalisomaje, tunakwenda kuwasoma wanawachuoni. Wanasema assalamu huwa alladhi, amani ndiye ambaye yu'til mu'minina tuma'aninatan wa sakina. Amani ndiye ambaye Mwenyezi Mungu amewapa waumini utulivu pamoja na ile amani yenyewe ya kweli. Hii ndiyo amani. Amani ni kitu muhimu sana ndugu zangu. Amani ni kitu kikubwa sana ndugu zangu. Tusimame sana na tusimame vema katika kuilinda amani ya maisha yetu. Tusimame katika kuilinda amani ya nchi yetu, haswa Tanzania. Au yoyote aliyokuwa katika nchi yake, alinde amani ya nchi yake. Asiwe yeye ndiyo chanzo cha kuharibu amani katika nchi yake. Sasa namna ya kulisoma jina hili, amani. Namna ya kulisoma jina hili, talisoma mara 63 asubuhi kabla hujatoka kwenda katika mishemishe zako, au usiku kabla ya kulala. Utakachokifanya ni kwamba utaanza na istighfari, utaisoma mara 111. Kisha utakuja salatu ala nabi, nayo utaisoma mara 111. Kisha utaanza kusema ya salam, ya salam, ya salam. Mara ngapi nayo? Mara 111.
tunasema isomwe mara 63, lakini ukiipeleka na yenyewe mara 111 ni bora zaidi. Tunasema ukiongeza ni bora kuliko kupunguza. Ikiwa amani imekosekana nyumbani kwako, wewe na mkeo mnagombana, amani haipo. Mke na mume hawana amani. Wewe na watoto, familia, wewe na ndugu, jamaa na marafiki, hakuna amani. Basi my friend, nenda kaisimamishe amani kwa kutumia ismu salam, jina la 6 ambalo ni jina la salam, jina la amani mbele ya Allah. Walillahi al-asmaul husna, Mwenyezi Mungu ana majina mazuri kabisa kabisa, na kadhalika fad'u lahu, basi muombeni Mwenyezi Mungu kupitia majina yake hayo mazuri mazuri. Inshallah, naamini kabisa sote tutalifanyia kazi jina hili na tutakwenda kuisimamisha amani katika majumba yetu ili amani iendelee kutawala. Ndugu zangu, tuisimamishe amani ya kila kitu katika mifumo ya maisha yetu. Lakini mwisho kabisa nataka niwaambie kwamba kitabu hichi cha haya ambayo tunayoyazungumza leo, katika majina 99 kitabu chake kinaandaliwa, kipo mbioni kupatikana. Kwa yoyote yule ambaye anakitaka kitabu hichi awe na subra, insha Allah tutakitoa kitabu hichi, kitakuwa kina mrorongo wa yote haya ambayo tunayoyafundisha insha Allah. Na mwisho kabisa nasema kwamba kwa wale ambao wanataka fusho letu pamoja na nini ile tunaita kombe, fusho na kombe vinapatikana. Dawa hizi ni special kwa ajili ya kuondosha nuksi zilizokutawala wewe, ukashindwa kufanya maisha yako, ukashindwa kutekeleza majukumu yako kwa sababu nuksi zimekusimama katika mwili wako. Basi nenda katumie fusho pamoja na kombe hili tulilokuandalia. Wewe mwenye mikosi ambayo haitaki kuisha, kila siku majanga ni wewe tu, misukosuko ni wewe tu, basi my friend, nenda katumie fusho ambalo tumekuandalia kwa ustadi wa hali ya juu kabisa. Wewe ambaye una mikosi, nuksi, mabalaa, kuna mtu kila siku anaandamwa na mabalaa, mara kafukuzwa kazi, mara sijui kaumia, mara kapata ajali, mara mtoto wake kapatwa na msukosuko huu na ule. Haya yote ni mabalaa yanakuandama kwa sababu kuna vitu umeviacha wewe, kuna vitu huvitumii wewe. Hebu nenda katumie dawa ile ambayo tunayoitoa, ni ya kombe pamoja na fusho. Hivi vyote vitakwenda kuisafisha nyota yako, kuingarisha na kuifanya ingare na kukutengenezea mvuto katika mwili. Wewe ambaye umekosa mvuto katika biashara, katika kila kitu, basi lipo kombe ambalo litakurejeshea faraja yako. Wewe ambaye biashara zako haziendi vizuri, wewe ambaye maisha yako yametinga, hayaendi vizuri, kila kitu kwako ni kibaya, mwili wako una majini wabaya, majini wanakutesa, wanakunyanyasa, wanakuadhibu, basi nenda kaitumie dawa hii ambayo tunakuwekea tangazo leo. Jitahidi uje uichukue, wallahi faraja yako itarudi na utastafidi, utafurahi, na bila kusahau utastarehe vilivyo. Kufikia hapo usiache kusubscribe, kushare na pia vile vile kucomment. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.